Mtazamaji, imepita miaka mitano tangu shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni kwa maana ya UNESCO kutangaza kwamba kila ifikapo Julai 7 ni maadhimisho ya lugha ya Kiswahili duniani. Na kwa sasa takwimu zinaonyesha kwamba watu wapatao milioni 300 mpaka 500 huzungumza lugha ya Kiswahili. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba yupo Paris nchini Ufaransa akimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika maadhimisho hayo. Katika sehemu ya hotuba yake, Mheshimiwa Waziri Mkuu amesema kuwa lugha ya Kiswahili ndio utambulisho wa wanajumuiya ya Afrika Mashariki. Hadhi ya Kiswahili imeendelea kuimarika kwa kiwango kikubwa. Mathalan, kwa sasa Kiswahili ni lugha rasmi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Popote mtu akiongea Kiswahili, anayefahamu Kiswahili atasema huyu anatokea Afrika Mashariki. Maadhimisho haya yanakwenda sambamba na kauli mbiu inayosema Kiswahili kwa amani, mshikamano, uchumi na diplomasia. Na kama haufahamu, Kiswahili kinaunganisha watu katika biashara na jamii, anaeleza Waziri Mkuu. Ninawapongeza washiriki wote kutoka mabara yote kwa kuendelea kuwa mabalozi wa lugha ya Kiswahili, lugha ambayo imeendelea kuwa daraja la mawasiliano, urafiki, diplomasia, biashara na maendeleo duniani. Waziri Mkuu akiwa nchini Ufaransa, sisi tupo nchini Tanzania katika maadhimisho ya lugha ya Kiswahili duniani. Leo hii nazungumza na Watanzania, wanazungumziaje jitihada hizi za serikali za kuimarisha lugha ya Kiswahili huko duniani? Kwanza kabisa nampongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kuamua kushiriki katika mkutano huu. Nampongeza sana, lakini hii inaonyesha kwamba Kiswahili chetu kinakuwa, na mimi kama mpenzi wa lugha adhimu ya Kiswahili nimependa sana, kwa sababu tukio hili linakipa nafasi lugha ya Kiswahili kuvuka mipaka ya kimataifa, kutumika zaidi kimataifa, haswa nchini Ufaransa. Naamini wapo wengi ambao wanatumia lugha ya Kiswahili katika kuwasiliana na katika mambo mbalimbali. Kwa sasa hivi Kiswahili mimi ninakiona kama ni barabara ya kutuunganisha sisi wote Watanzania, lakini pia na mataifa mbalimbali. Lakini pia fursa ambao Waziri Mkuu ameitumia kwenda huko Ufaransa, najua itatufungulia milango mingine yote. Kuna baadhi yetu kama vijana tutapata kazi kutokana na hichi Kiswahili. Kuna walimu wamesomea Kiswahili, wanaweza wakaitumia hiyo nafasi pia kufundisha wale wageni ambao wafahamu Kiswahili, na hiyo pia ikawa ni fursa nzuri kwetu pia sote vijana. Julai 7 usitazame kama ni maadhimisho pekee, bali itazame kama ni fursa kubwa kwa wadau wa Kiswahili hapa nchini. Na ndiyo maana serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imemtuma Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba katika maadhimisho haya. Fursa ni nyingi kupitia lugha hii ya Kiswahili. Mimi ni Beni Mwanantala. Hongereni sana walumbi wa Kiswahili.